kuharibu mimba au mimba kuharibika, Mungu anasema haitawezekana kwa watu wake. Lakini ni wazi ya kwamba taarifa hizi zimekuwa kinyume. Kila siku tunasikia watu wanasema fulani mimba imeharibika, fulani mimba imeharibika. Na ukifuatilia huyo fulani ni nani, ni wazi ndani yake kuna Wakristo, kuna wasiokuwa Wakristo. Ina maana roho ya kuharibika mimba imekuwa kwa wote, lakini Mungu anakataa kwa watu wake, taifa lake, wale aliowachagua. Anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Lakini kuna baadhi wanaongea wanasema fulani miscarriage kwa lugha ya Kiingereza, kwa tafasiri ambayo sio rasmi. Miscarriage ni sawasawa na kubeba kitu mkononi, lakini kwa bahati mbaya kile kitu kimekuponyoka, kimeanguka, kimeharibika. Kwa hiyo ni kama wanataka kusema kwamba huyo mtu alikuwa na ujauzito, lakini kwa bahati mbaya umetoka kabla ya siku zake. Amina. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, omba sana, kwa sababu kuwa na ujauzito ni dalili ya kuwa na mtoto baadaye. Na jambo hili linaonyesha ya kwamba Mungu amekuheshimu katika zawadi ambazo watu wengi wanazo. Wewe Mungu ameamua kukupa zawadi ya uzao au baraka ya watoto. Na baraka ya watoto ni zawadi au baraka kubwa kuliko zote unazozijua duniani. Ni kubwa kuliko magari, ni kubwa kuliko makampuni au taasisi yoyote. Kwa hiyo ona jambo hili kwa kiwango cha juu. Haifananishwi na baraka yoyote, haifananishwi na utajiri wowote, haifananishwi na heshima yoyote kuwa na baraka ya watoto katika familia. Amina. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba. Omba sana katika maisha yako ya kila siku, kwa sababu maisha yana changamoto, maisha yana vita, maisha yana mapito mengi. Kwa hiyo haijalishi uko katika hatua ipi, Mungu anaporuhusu uwe na ujauzito, omba sana, kwa sababu wewe ndiye mhusika mkuu wa kuombea maisha yako mwenyewe. Wengine watakuja kama nyongeza.